Naibu Waziri wa Fedha na Mipango Zanzibar, Hamadi Omar Bakar, amesema siku ya takwimu barani Afrika inaadhimishwa kila ifikapo tarehe 18 mwezi wa 11, ikiwa na lengo ya kubadilishana mawazo pamoja na kuongeza ufahamu wa takwimu rasmi, uzalishaji, usambazaji na utumiaji wake, sambamba na kuwashukuru wadau wa masuala ya haki, amani na umoja na ustawi wa nchi na kusisitiza matumizi sahihi ya takwimu. Kila ifikapo tarehe 18 Novemba ya kila mwaka, nchi za Afrika kupitia ofisi ya takwimu na wadau wa takwimu huadhimisha siku ya takwimu Afrika. Siku ya takwimu Afrika ni tukio ambalo huadhimishwa kwa lengo kuu la kubadilishana mawazo pamoja na kuongeza ufahamu wa takwimu rasmi, uzalishaji, usambazaji, ufikiaji na utumiaji wake kwa ajili ya kufanya maamuzi na kuripoti kulingana na ushahidi sahihi wa kitakwimu ili kuweza kuchagiza maendeleo ya kijamii na kiuchumi katika bara zima la Afrika. Mwaka 2025 maadhimisho yatafanyika chini ya kauli mbiu kutumia ubunifu katika taarifa na takwimu ili kukuza jamii yenye haki, amani, umoja na ustawi wa Afrika, ambayo inaongozwa na kauli mbiu ya Umoja wa Afrika ya mwaka 2025. Hakika kutokana na kauli mbiu hii, hatuna budi kuwashukuru wadau wetu kwa masuala ya haki, amani, umoja na ustawi nchini, zikiwemo ofisi ya mkurugenzi wa mashtaka, mahakama, polisi, wizara zenye dhamana na ustawi wa jamii na wadau wa washirika wa maendeleo waliopo nchini katika kutekeleza wajibu wao kwa kusaidia upatikanaji wa takwimu rasmi nchini kupitia mifumo mbalimbali. Kwa sasa taasisi nyingi zikiwemo mahakama na taasisi nyingine zinasimamia haki ya watu kama afisi ya mkurugenzi wa mashtaka na polisi zimekuwa zikiimarisha vyema nyenzo za ukusanyaji wa takwimu, ikiwa ni pamoja na kutengeneza mifumo ya kuweka kumbukumbu ili kuhakikisha kwamba taarifa za kila mmoja zinawekwa katika utaratibu unaokubalika. Kimsingi, uwekaji wa kumbukumbu hizi ndiyo chanzo kikuu cha ukusanyaji wa takwimu rasmi na hatua ya uwekaji katika mifumo kurahisisha zoezi zima la ukusanyaji na uchambuzi wa takwimu na hatimaye hutumika na kutoa maamuzi kwa kutumia ushahidi wa takwimu. Amesema hayo katika maadhimisho ya siku ya takwimu Afrika katika ukumbi wa Idris Abdul Wakil Kikwajuni mjini Zanzibar. Naibu Katibu Mkuu Aboud Hassan Mwinyi amesema siku ya leo iwe ni sehemu muhimu ya kupanga maendeleo ya takwimu kwa nchi na bara la Afrika kwa ujumla. La kwanza, naomba siku hii ya leo iwe ni siku ya kujadili maendeleo ya takwimu katika nchi yetu na bara la Afrika kwa ujumla, ikiwemo kupanga matumizi sahihi ya takwimu, kujadili mienendo ya takwimu, hasa mchango wa takwimu kwenye maendeleo ya nchi, na vile vile kuhamasisha utunzaji na matumizi ya takwimu ili kupata thamani halisi inayotakiwa kufikia maendeleo endelevu yaliyokusudiwa na yaliyopangwa. Hivyo tutumie siku ya leo. Lakini la pili, tuhubiri amani. Kila tunapokutana kwenye mikutano yetu hii, jambo kubwa tuombe kwa Mwenyezi Mungu nchi yetu endelee kuwa na amani, lakini na sisi wenyewe tuwe watu wakubwa kabisa wa kupigania amani kwenye nchi yetu. Naye mtakwimu mkuu wa serikali ya Zanzibar, Salum Kasim Ali, amesema lengo kuu la kuadhimisha maadhimisho hayo ni kuhamasisha umma kuhusu umuhimu wa takwimu katika kupanga, kutekeleza na kufuatilia maendeleo ya kijamii na kiuchumi barani Afrika. Lengo kuu likiwa ni kuhamasisha umma kuhusu umuhimu wa takwimu katika kupanga, kutekeleza, kufuatilia maendeleo ya kijamii na kiuchumi barani Afrika. Leo tunasherehekea siku hii
Ili tuthamini umuhimu wa takwimu katika maisha yetu, huenda tukajiuliza kwa jinsi gani takwimu zinaathiri maisha ya mmoja mmoja na jamii kwa ujumla. Kiukweli ni kwamba takwimu hutufahamisha ukweli ulivyo na kufichua taarifa muhimu ambazo zinaweza kutumika katika kustawisha maisha ya mtu mmoja mmoja, jamii na serikali kwa ujumla wake. Kila mwaka siku ya takwimu Afrika huadhimishwa kwa kauli mbiu maalum inayohusiana na ajenda za maendeleo la barani Afrika. Kauli mbiu hiyo hutolewa kwa mashirikiano katika tume ya Umoja wa Afrika, Tume ya Uchumi ya Afrika pamoja na Benki ya Maendeleo ya Afrika, yani AfDB. Kwa mwaka huu kauli mbiu ni kutumia ubunifu katika taarifa na takwimu ili kukuza jamii yenye haki, amani, jumuishi na ustawi kwa Waafrika. Nao wadau walioshiriki katika maadhimisho hayo walikuwa na haya ya kusema. Tunaadhimisha siku ya takwimu ya Afrika kwa wasilisho la mfumo wa afisi ya mkurugenzi wa mashtaka katika kuboresha utoaji wa haki na kuongeza uwazi na uimarishaji wa maendeleo katika jamii. Katika mifumo hiyo, afisi yetu ya mkurugenzi wa mashtaka tumeanzisha mfumo wa Case File Management System, ambapo mfumo huu ni wa kidijitali unaotumiwa kuhifadhi, kusimamia na kufuatilia majalada ya kesi kuanzia hatua tunapopokea hadi kufikisha uamuzi kwa malengo ya kuongeza uwazi na ufanisi katika utoaji wa haki. Na malengo makuu ya kuanzisha hii Case Management System ni kwa ajili ya ufuatiliaji wa jalada hatua kwa hatua, yani kutracking. Na hii itasaidia watu kupata tarehe iliyoingia jalada katika ofisi yetu. Pia itasaidia nani alipangiwa jalada hiyo, kwa sababu utaratibu wetu tunapoingiza jalada kutoka polisi, jalada ile atapangiwa state attorney kwa ajili ya kuendelea na kufanya kazi jalada hilo. Ni dhahiri kwamba takwimu zenye ubora zinatoa amani katika bara letu la Afrika na zinatumika ipasavyo, na pia ni zana muhimu ya kuimarisha maamuzi, kuhakikisha usalama na kukuza ustawi wa wananchi wetu. Maadhimisho hayo yalijumuisha wadau mbalimbali wa takwimu na yalikuwa na kauli mbiu ni kutumia ubunifu katika taarifa na takwimu ili kukuza jamii yenye haki, amani, jumuishi na ustawi wa Afrika. Mtazamaji wa KHD TV, toa maoni yako kuhusiana na video hii. Pia usisahau kulike pamoja na kushare. Kutoka ukumbi wa Idris Abdul Wakil, Kikwajuni mjini Zanzibar, Farhad Saidi, nyuma ya kamera Naifat Wazir.